Mfahamu rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore, historia yake kamili mwanzo mpaka mwisho. Ibrahim Traore alizaliwa tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka 1988 katika kijiji cha Kera, wilaya ya Bondokui nchini Burkina Faso. Alikulia katika mazingira ya kawaida ya kijijini, akiwa sehemu ya jamii ya watu wa kabila la Bwaba. Baada ya kumaliza elimu ya msingi, aliendelea na masomo ya sekondari katika shule ya mchanganyiko ya Akati Vile huko Bobo Dialouso, mji wa pili kwa ukubwa nchini Burkina Faso. Akiwa shuleni, alionyesha bidii kubwa katika masomo na mwaka 2006 alihitimu kwa alama nzuri. Baada ya elimu ya sekondari, aliendelea na masomo ya elimu ya juu katika chuo kikuu cha Ouagadougou, ambapo alichukua shahada ya jiolojia. Alimaliza masomo yake kwa heshima mwaka 2010. Wakati wa maisha yake ya chuoni, Traore alijiunga na chama cha kitaifa cha wanafunzi wa Burkina Faso ANEB, shirika la wanafunzi lenye itikadi za Marxisti. Huko alijifunza misingi ya siasa za kijamaa, ambayo baadaye ilichangia msimamo wake wa kupinga ushawishi wa mataifa magharibi katika Burkina Faso. Baada ya kuhitimu kutoka chuo kikuu mwaka 2010, Ibrahim Traore alijiunga na jeshi la Burkina Faso, akipata mafunzo ya kijeshi katika chuo cha kijeshi cha Georges Namoano kilichopo Ouagadougou. Baada ya mafunzo hayo, alipelekwa nchini Morocco kwa mafunzo maalum ya ulinzi wa anga, na alirejea Burkina Faso akajiunga na kikosi cha miguu kilichoko Kaya, kaskazini mwa nchi. Katika kipindi hiki, Burkina Faso ilikuwa inakabiliwa na ongezeko kubwa la mashambulizi kutoka kwa magaidi ya wanamgambo wa Kiislamu kama Al-Qaeda katika magharibi ya Kiislamu, IQM na ISIS Sahel. Traore alishiriki katika operesheni kadhaa za kupambana na ugaidi, ikiwemo operesheni ya Jibo, vita dhidi ya waasi waliokuwa wanajaribu kuchukua mji wa Jibo uliopo kaskazini mwa Burkina Faso. Operesheni Otapuanu mwaka 2019, doria ya kijeshi dhidi ya makundi ya wapiganaji wa Kiislamu mashariki mwa nchi. Misheni ya MINUSMA Mali mwaka 2018, alitumwa Mali kama sehemu ya kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa, ambapo alihusika katika mapambano makali dhidi ya waasi wa mji wa Timbuktu. Kutokana na uwezo wake mkubwa wa uongozi vitani, alipandishwa cheo mara kadhaa. 2014 aliteuliwa kuwa luteni. 2020 alipandishwa cheo na kuwa kapteni. Burkina Faso imekumbwa na misukosuko ya kisiasa kwa muda mrefu, huku mapinduzi ya kijeshi yakiwa jambo la kawaida. Tarehe 23 Januari mwaka 2022, wanajeshi waliongozwa na Luteni Kanali Paul Henri Sandaogo Damiba walipindua serikali ya Rais Roch Marc Christian Kabore, wakitaja kushindwa kwake kudhibiti uasi na wapiganaji wa Kiislamu kama sababu kuu ya mapinduzi. Baada ya mapinduzi hayo, Ibrahim Traore alipewa cheo cha juu zaidi katika jeshi la ardhi na kuwekwa kuwa mmoja wa makamanda wa operesheni za kijeshi za kupambana na ugaidi. Mapinduzi ya pili Septemba 2022. Licha ya ahadi za Luteni Kanali Paul Henri Damiba za kurejesha amani nchini, hali ya usalama iliendelea kuzorota. Wapiganaji wa Kiislamu walizidi kushambulia miji na vijiji, na serikali ya mpito ya Damiba ilionekana kushindwa. Hali hii ilipelekea Ibrahim Traore, ambaye kwa wakati huo alikuwa kapteni jeshini, kuongoza kundi la wanajeshi walioasi dhidi ya uongozi wa Damiba. Tarehe 30 Septemba 2022, wanajeshi walivamia ikulu ya rais na kuzingira vituo muhimu vya kijeshi katika mji mkuu wa Ouagadougou. Damiba alilazimika kuachia madaraka na kukimbilia nchi jirani ya Togo. Baada ya mapinduzi haya, Ibrahim Traore alitangazwa kuwa rais wa mpito wa Burkina Faso akiwa na umri wa miaka 34, na hivyo kuwa kiongozi mdogo zaidi barani Afrika na duniani kwa wakati huo. Baada ya kushika madaraka, Ibrahim Traore alichukua hatua kadhaa kubwa. Moja ni kupunguza ushawishi wa Ufaransa. Alisimamisha uhusiano wa kijeshi kati ya Burkina Faso na Ufaransa, ambao kwa muda mrefu imekuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za nchi hiyo. Aliamuru wanajeshi wa Ufaransa kuondoka nchini Burkina Faso.
alikataa msaada wa kijeshi kutoka kwa Ufaransa, akitafuta washirika wapya kama Urusi na Wagner Group. Namba 2, kuimarisha ushirikiano na Urusi. Alianza kujenga uhusiano wa karibu na Urusi huku akipokea msaada wa kijeshi kutoka Wagner Group ili kupambana na ugaidi nchini. Namba 3 ni kuanzisha jeshi la wananchi, Volunteers for the Defense of the Homeland, VDP. Alianzisha mfumo wa jeshi la wananchi ambapo raia wa kawaida walihamasishwa kujiunga na vikosi vya ulinzi ili kusaidia kupambana na wapiganaji wa Kiislamu. Namba 4 ni kujenga muungano mpya wa Afrika Magharibi. Burkina Faso iliungana na nchi jirani kama Mali na Niger ambazo pia zimeongozwa na serikali za kijeshi katika kupinga uingiliaji wa mataifa ya Magharibi. Januari 2024, Traore alitangaza rasmi kujitoa kwa Burkina Faso kutoka ECOWAS, akidai kuwa jumuiya hiyo inahudumia maslahi ya Magharibi badala ya nchi za Kiafrika. Licha ya hatua kali zake za kuimarisha usalama, Burkina Faso bado inakumbwa na changamoto kadhaa. Mashambulizi ya kijihadi. Makundi kama Al-Qaeda na ISIS yanaendelea kushambulia sehemu mbalimbali nchini. Migogoro ya kisiasa. Kuna hofu kuwa mapinduzi yanaweza kuendelea huku baadhi ya wanajeshi wakionyesha kutoridhika na uongozi wake. Shinikizo la kimataifa. Marekani, Ufaransa na ECOWAS zimeweka vikwazo dhidi ya Burkina Faso kutokana na sera dhidi ya mataifa ya Magharibi. Ibrahim Traore ni kiongozi mchanga ambaye ameibuka kama sauti ya upinzani dhidi ya mataifa ya Magharibi barani Afrika. Ingawa uongozi wake umeleta matumaini kwa baadhi ya watu nchini Burkina Faso, bado anakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama na kiuchumi. Anasalia kuwa mmoja wa viongozi wenye msimamo mkali dhidi ya Ufaransa na Magharibi, huku akiwa mstari wa mbele katika harakati za kujenga Afrika yenye uhuru wa kisiasa na kiuchumi. Mtazamaji wa Zone Media, hii ni historia ambayo inamzungumzia rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore kutokana na maisha ambayo ameyapitia tangu akiwa mdogo kwenye masomo yake, lakini vile vile historia ya yeye kuingia jeshini, kupita katika kozi mbalimbali, kushiriki katika operesheni pia mbalimbali ambazo zimeweza kumfanya kukua kiukakamavu zaidi kwa ajili ya kuweza kuendesha nchi ambayo imekumbwa na majanga mazito ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, lakini makundi ya kigaidi na kijihadi ambayo yanazidi kutishia usalama wa raia wa Burkina Faso. Sasa Ibrahim Traore tangu amechukua nchi anazidi kuwa rais maarufu zaidi barani Afrika, na hata katika mataifa mengine ya Ulaya wamekuwa wakimnyoshia kidole kutokana na maamuzi yake ya kukataa mataifa Magharibi, mataifa ambayo ametaja kwamba yamekuwa na maslahi zaidi ya kunyonya katika bara la Afrika. Sasa ameamua kuimarisha urafiki na Rais Vladimir Putin wa Urusi, huku akiamini zaidi katika siasa za ujamaa na kujitegemea. Sasa tutakupa kile ambacho kinazidi kutokea kila siku katika meza yetu ya habari hapa Zone Media. Cha muhimu tu, kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, basi nikuombe unaweza kusubscribe, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.